nchini Malawi mara baada ya kuweza safari ndefu ilikuwa tumeona Malawi jinsi ilivyo, lakini pia mpaka kufika na kuja kuishuhudia Young Africans. Niko na Baraka Yanga. Baraka, pole na matokeo, umepoa sana, sijazoea kuona ukiwa kwenye tabasamu kama hili hapa. Kwanza nikushukuru ndugu mwandishi kwa sababu umegundua kama kweli kuna ambalo haliko sawa kwa upande wetu, na ukweli sisi kama watu wa mpira tukisema kwamba tuko vizuri tutakuwa tunaudanganya umma na tunakuwa tunaukosea watu wa mpira, na hata sisi wenyewe tunajikosea. Kikweli tumekuja Malawi kwa ajili ya kuhakikisha tunapata alama 3 kama ilivyokuwa mpango wetu na tulichokuwa tunakiamini, lakini kwa bahati mbaya haikuwa vile ambavyo tunataka. Huu ni mchezo wa mpira, ni mchezo ambao una matokeo ya kuumiza sana, ni mchezo ambao unaonesha kila siku kwamba timu bora inabidi ikutane na challenge ili endelee kuwa bora zaidi. Young Africans wanaoneshwa kwamba wanahitaji kuwa bora zaidi ya walivyo. Kwa nini? Tunashuhudia timu kubwa mbalimbali hata duniani huko, sawa, zinakutana na challenge ambazo zinajaribu kuwataka waoneshe ukubwa wao zaidi, vile ambavyo watu wanategemea na vile ambavyo pengine standard yao wameiseti. Kwa kipindi cha karibuni tunakuwa kidogo hatuko vizuri, na hiki ndio kinaonesha taswira na maana halisi ya mpira. Niwaambie Watanzania, niwaambie wana Yanga wenzangu, huu ndio mpira. Matokeo haya ni ya kwetu, sio ya mtu yoyote. Tukifungwa ni ya kwetu, tukishinda ni ya kwetu, tukisuluhu ni ya kwetu. Tumepata matokeo ya kufungwa kwa goli moja hapa ugenini, bado mechi haijaisha. Tunayo nafasi ya kujiuliza katika uwanja wetu wa nyumbani. Tunajua jinsi gani tunaweza kutumia uwanja wetu wa nyumbani, lakini pia tunajua jinsi gani tuna matarajio na matamanio ya kufanya vizuri zaidi katika michuano hii. Baraka, umeshawahi kusafiri mechi ya nje ya nchi ya Tanzania alafu matokeo yakawa kama hivi, alafu kwa unapiga mahesabu ya kurudi kutoka asubuhi kuikatiza Mbeya, kuikatiza Iringa, Morogoro mpaka Dar es Salaam, huku mashabiki kama kawaida utani wa jadi, watani wenu wa jadi Simba wakiwa wanawapa maneno, unahisi itakuwa safari gani kwako? Bwana, kwanza sikuwahi kusafiri umbali mrefu afu nikaona timu yangu inafungwa. Sijawahi kutokea kitu kama hicho. Kwa hiyo niseme hii ni experience ambayo watu wa mpira inabidi tuitegemee na inabidi tujue kuna siku itakuja kutokea. Na leo imetokea kwangu Baraka Yanga. Nimesafiri umbali mrefu sana nikiwa nimekuja kwa kujitoa kwa ajili ya timu yangu, lakini matokeo hayakwenda vile ambavyo nahitaji. Hii ni nini? Sio mimi peke yangu nilosafiri, wapo wengi wamesafiri na timu, wapo wengi wamegaramika na timu. Let's assume mimi naumia hivi, kiongozi anaumia kiasi gani? Maana yake ni kwamba ni matokeo ya kuumiza, ni matokeo ambayo pengine yanaweza kukufanya ujisikie vibaya, lakini huo ndio mpira na huu ndio uhalisia wa game ya mpira. Tunahitaji kujipanga, tunahitaji kujijenga, tunahitaji kujiimarisha na kurekebisha makosa yote ili mradi tuendelee kuwa bora. Kinachotutesa wana Yanga ni standard ambayo tumeiseti, ambayo kwa sasa tunaona kidogo hatukioni kile ambacho tunakitegemea au tulichokuwa tumekizoea. Ndio maana kinatumiza. Niwape pole sana mashabiki. Malawi ni mbali sana. Tena kuna njia za ajabu, njia za kutisha, njia za ovyo. Kwa hiyo kama unarudi na matokeo haya, kiukweli Mwenyezi Mungu atatupigania na inshallah naamini tutarudi salama. Sisi wachezaji, benchi la ufundi pamoja na viongozi wetu na mashabiki wote waliokuja Malawi, na waombea kwa Mwenyezi Mungu turudi salama. Lakini la kuambia tuukubali na tuuheshimu mpira. Tumpongeze pia mpinzani wetu. Alionyesha kiwango kizuri, pengine hatukutegemea. Pengine hata mwenyewe hajategemea kucheza ambavyo amecheza dhidi ya Young Africans. Kwa hiyo mpira unaonesha vitu kwamba unaweza ukaitaka lakini mwenzako akaitaka zaidi yako, na huo ndio mpira. Kwa hiyo tumepoteza hapa Malawi, tumpongeze mpinzani wetu, lakini pia hii iwe chachu ya kutufanya sisi tuendelee kupambania zaidi timu yetu, kwa sababu mimi naamini vipo vitu zaidi pale ndani ya Young Africans. Siamini kama viwango vya wachezaji wetu ndio vile ambavyo tumevizoea siku zote. Siamini, simenelewa. Kwa inabidi wana Yanga tujue na tuamini kwamba inabidi tupambanie timu yetu. Kwa hali na mali tuipambanie timu yetu. Lakini hili halitorudisha nyuma wala kutukatisha tamaa yoyote. Tutaendelea kuipambania Yanga, tutaipenda Yanga na tutaendelea kuamini katika Yanga. Ilishafanya makubwa sana na hata Malawi wenyewe hawaamini. Hakuna anayeamini matokeo. Baraka, mimi nikuache ukapumzike kwa sababu kesho kuna safari ndefu ya kurudi nchini Tanzania, na naamini kabisa mashabiki mtajipanga vizuri kuweza kupindua matokeo na kufuzu katika hatua ya makundi.
Hilo ni tarajio langu na mimi naamini tutaenda kufanya hivyo, lakini niwaambie Yanga daima mbele, nyuma mwiko. Matokeo haya yasituvuruge, yasituchanganye, yasitusambaratishe wala yasitukatishe tamaa. Tuendelee kuipambania timu yetu. Timu yetu inaweza kufanya vikubwa zaidi ya hivi kwa sababu tayari tunayo standard kubwa. Hili lisiwe sababu ya sisi kujisikia vibaya. Huu ni mpira, inafungwa Barcelona, inafungwa Chelsea, inafungwa Madrid, timu yoyote kubwa inafungwa. Na ili uwe mkubwa lazima ukutane na changamoto kama hizi. Mimi niseme asante, tunakushukuru Mungu na tunajikabidhi kwako, turudi salama nyumbani. Shukrani mwanangu. Asante.